urithi wa Mungu kwa watoto wake. Sisi ni watoto wa Mungu. Na huu ndio msingi ambao nahitaji niweke kwenye moyo wako, ujue jambo hilo. Ukishafahamu, unaweza ukarithi mema ya Mungu. Mpango wa Mungu kwenye maisha yetu ni kutufanya sisi tuishi alivyokusudia alipotuumba. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, Mungu anazungumzia juu ya uumbaji. Anasema Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na alipomuumba mtu, alimpa pumzi yake ili aishi. Okay? Nirudie kuelezea. Alimuumba mtu kwa mfano wake. Na ili mtu huyu awe mtu, Bwana Mungu alimpulizia pumzi yake. Unaweza ukanionyesha ilipoandikwa? Haleluya. Mtu akawa hai, akaishi kwa pumzi ya Mungu. Nataka kurudishe kidogo kwenye asili yako. Ujue ulitoka wapi na kwa nini uko hivi. Utarudije kwenye asili? Amen. Mwambie jirani yako, tunataka kurudi kwenye asili yetu. Haleluya. Mwanzo ngapi rafiki yangu? Naanzia 25 kwenye kitabu cha Mwanzo 1. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. 26. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niende mlango wa 2. Nianzie mstari wa 5. Hapakuwa bado na mche kondeni. Ngoja nianzie wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Mstari wa 7. Nataka tusome pamoja.
unifuatilie kwa kunisikiliza kwa makini. Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Mtu akawa nafsi hai. Tufuatane pamoja kidogo ninapokurudisha kwenye kile nimesema ni asili yako. Piga makofi kwa Mungu aliye hai. Twende pamoja. Tunarudi kwenye asili. Mungu aliumba mtu, akampulizia pumzi yake. Halafu mtu akawa nafsi hai. Tuangalie pamoja hapo. Mtu akawa nafsi hai. Inaonyesha mtu anafanyika kitu fulani. Kwa mujibu wa maneno hayo, mtu huyu anafanyika kitu fulani, anakuwa nafsi hai. Nafsi hai ya nani? Mtu akawa nafsi hai. Nafsi hai ya nani? Nani anaweza kujibu? Ya nani? Ya Adamu. Mwingine? Mtu alikuwa nafsi hai ya Roho Mtakatifu. Nijibu zuri. Tunaweza kwenda moja kwa moja kusema akawa nafsi hai ya Mungu. Akawa nini? Nafsi hai ya nani? Ya Mungu. Mtu akapuliziwa pumzi ya uhai. Huyu mtu baada ya pumzi ya uhai akawa nafsi hai. Tayari mtu amebadilishwa, amekuwa kitu fulani tofauti na kile kilichokuwepo. Mwanzoni alikuwa sanamu ya udongo. Anapopewa pumzi akawa nafsi hai ya Mungu. Mwili sio mfano wa Mungu. Mfano wa Mungu ni nafsi yako. Kwa hivyo ndio maana Paulo anasema sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu.